Habari mtazamaji wa Star TV, karibu sana katika Gurudumu. Ni dakika 60 zinaniweka hapa mimi na wewe kujadili masuala mbalimbali yanayoendelea hapa nchini. Kwa siku ya leo tunaangazia sekta ya elimu. Nini kimefanyika ndani ya sekta ya elimu katika miaka minne ya serikali ya awamu ya sita? Ninaye hapa kwa siku ya leo afisa elimu sekondari kutoka manispaa ya Kinondoni inayopatikana hapa mkoani Dar es Salaam. Huyu si mwingine ni Mtundi Ado Nyamhanga, ndiye atakuwa hapa kutupitisha katika eneo hilo katika sekta ya elimu katika manispaa ya Kinondoni. Nini kimefanyika? Mafanikio yapi? Changamoto ni zipi? Basi nikusihi ubaki hapo hapo. Langu jina ni Athmani Mihula. Tutaenda sambamba mimi na wewe mpaka tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Mtundi, habari yako? Salama. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Karibu sana. Nashukuru sana. Sawa. Leo tunaangalia sekta ya elimu. Nini kimefanyika? Lakini nianze na hapa. Hali ya elimu katika manispaa ya Kinondoni ipoje? Kwa miaka hii minne, ndugu mtangazaji, hali ya elimu katika manispaa ya Kinondoni ni nzuri. Ni nzuri ukilinganisha na hali ilivyokuwa 2021 mpaka sasa. Kuna maboresho makubwa sana katika sekta hii ya elimu ya hususan idara ninayoisimamia mimi ya elimu sekondari. Kuna maboresho makubwa sana yaliyofanyika kwa miaka minne. Na tunaposema maboresho tunaangalia ni eneo pana. Ndio. Hapa tunaangalia swala la ajira za walimu walioajiriwa kwa miaka hii minne, tutaangalia uboreshaji wa miundombinu. Hapa tutaangalia idadi ya wanafunzi, ongezeko la wanafunzi waliokuwa 2021 na sasa hivi ni tofauti. Na mengine mengi, hali ya ufaulu pia. Basi tuanze hapo kwanza, idadi ya wanafunzi ili tupate picha. Idadi ya wanafunzi ilikuwaje, ipoje, tutakuja katika maeneo mengine. 2021 kwa ujumla tulikuwa na wanafunzi 1033 sekondari tu. Lakini sasa hivi tuna 38,000. Tunaona ongezeko la kama 5,000 na kitu. 5,000 na wameongezeka. Hayo ni maboresho makubwa sana yaliyofanyika. Kwa hiyo hali ni nzuri. Ina maana muamko wa wazazi kuwapeleka watoto shule za serikali umeongezeka. Tofauti na miaka ya nyuma. Ilikuwa mtoto akifaulu kuja shule hizi za serikali, wazazi wengi wanakuwa kama hawaamini, lakini nakwambia sasa hivi wanang'ang'ania wazazi kuwaleta watoto kwa shule za serikali. Kwa maboresho ni makubwa sana. Kutoka 33 mpaka 38 na pointi sio kazi ndogo. Kwa uboreshaji umefanyika na watoto sasa ni wengi. Na huko tu mfano mdogo. Mwaka 2021 kidato cha kwanza waliodahiliwa walikuwa 13,000 tu. Lakini sasa hivi wanaodahiliwa kwa mwaka jana 2024 na hadi sasa takriban 16,000. Unaona ongezeko hilo? 13 mpaka 16. Ni wengi, 3,000 na kitu ni wengi. Ni wengi. Kwa hiyo hali ni nzuri. Na huko mambo yanakwenda vizuri. Vipi kuhusiana na kuandikishwa ni jambo moja, kwa maana kudahiliwa wanaojiunga na shule za serikali ni jambo moja. Lakini kuna changamoto hapa nchini. Wale wanaishia njiani. Kwa maana wanasema wanafunzi si mdondoko wale. Mdondoko. Kwa manispaa Kinondoni ipoje hiyo? Mdondoko kwa manispaa yetu sio mkubwa. Upo, hauwezi kosekana. Lakini sio mkubwa ambao unaweza kukatisha. Tena kwa sasa hivi baada ya ule waraka wa 2021 ule uliotolewa na wizara ambao tunausimamia, wale mtoto anayeanza kidato cha kwanza lazima amalize. Kwa sisi tuna mbinu zetu za kuhakikisha watoto wanabaki shule. Wapo wakorofi wanaotoroka mpaka nyumbani, unasikia ametoroka Dar es Salaam kabisa hayupo. Wapo wengine wanaishia na kujua hawakosekani, lakini sio wengi. Ule waraka unasema kila anayeanza kidato cha kwanza lazima amalize kidato cha 4. Sisi tunausimamia ule. Na tuna mbinu zetu za ndani za kuhakikisha tunadhibiti utoro. Utoro wa rejareja upo, lakini ile kudhibiti kweli kama manispaa tumesimamia. Na tunapata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa viongozi wa serikali za kata na kule mtaa. Wanatupa ushirikiano mkubwa sana. Kwa mfano sisi manispaa ya Kinondoni kuna utaratibu fulani wa kujaza fomu mtoto anapokuwa mtoro. Ile fomu ina usumbufu kidogo. Kwamba ukishajaza ile fomu lazima upite, kuna mahala pa kupita kuijaza. Utaanza serikali ya mtaa, utakwenda kata, utakwenda paka viongozi wa dini. Sasa wazazi wengi hapa mjini wanaona kama usumbufu. Kwa hiyo pekee wazazi sisi kushikamana na serikali kuhakikisha watoto wanakwenda shule. Sababu kwa mfano mzazi anayekaa Mbweni au Mabwepande anaweza kaenda kwa mjumbe serikali ya mtaa, mtoto wake ni mtoro, akienda shule atapewa ile fomu. Fomu ilipitishwa kabisa na vikao halali vya halmashauri. Kwamba tuhakikishe kwamba tunakomesha utoro. Akienda shule mtoto mtoro anapewa ile fomu. Akishapewa ile fomu atakwenda serikali ya mtaa. Kwa bahati mbaya siku hiyo mjumbe serikali ya mtaa sababu hakuwa na taarifa kama mzazi anakwenda hayupo.
siku ya pili anakwenda hayupo. Akibahatisha kule napo kuna vitu ataambiwa ambavyo vina of course vina terrify wakati mwingine yule mzazi anatuhumiwa yeye kutomsimamia mtoto wake, kwa hiyo anaona adha. Akienda katani vivyo hivyo, akitoka hapo anakwenda kwa viongozi wa dini, ni Waislamu au Wakristo, nao kuna yako watamwambia. Baada hapo sasa anakuja manispaa ile apewe ruhusa kurudi shule. Ile imetusaidia sana na tumedhibiti sana utoro. Sio kwamba tumeukomesha kabisa. Yaani wanasema kwa msafara wa mama kenge lazima wamo. Kwamba tumejitahidi sana kudhibiti utoro kwa staili hiyo. Sababu wazazi sasa hawataki ile bugudha. Sababu kumbuka kama anapozunguka kuwatafuta viongozi kumsaidia ile form, anakuwa haendi kwenye shughuli za uzalishaji. Ya maana familia itateseka. Kwa hiyo wanajitahidi sana na wako bega kwa bega na sisi kuhakikisha kwamba wanakomesha utoro. Utoro tumejitahidi sana kudhibiti kwa kweli. Ufaulu upoje? Ufaulu umesema mmefanikiwa kuongeza ufaulu sio mbaya kwa manispaa ya Kinondoni. Though division 0 zipo kwa kidato cha 4 hasa. Lakini kidato cha 4 kuna changamoto nyingi. Kilinganisha kidato cha pili. Kidato cha pili wanafaulu vizuri. More than 90% wanafaulu. Kujua kidato cha 3. Lakini kidato cha 4 ni 85 mpaka 89%. Kuna 11% wanafeli. Unajua sekondari ni tofauti kidogo na huku chini. Median of instruction, maana lugha ya mawasiliano sekondari ni Kiingereza. Watoto wetu wengi primary wanatumia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tumeubaini changamoto kubwa ni hiyo. Na ndio maana sasa hivi tuna mkakati mkubwa kuhakikisha kwamba tunatumia lugha ya Kiingereza popote pale shuleni. Na tumekuwa wakali kidogo hata kwa walimu wetu wasitumie lugha ya Kiswahili. Lugha ndio tatizo kwa sekondari. Lakini sio hivyo tu. Kuna changamoto nyingine za usafiri. Hata usafiri. Dar es Salaam kila mtu anaifahamu. Unakuta watoto wanavyokaa huko stendi kuungania magari kwenda shule. Nao ni changamoto. Tunaamini kwamba ni changamoto ambayo inasababisha pia watoto wafeli. Lakini sasa serikali imetengeneza shule kila kata. Maana yule wa karibu akasoma pale pale. Ni kweli tumejenga shule kila kata, lakini bado kuna watoto wanaosafiri. Nakupa tu mfano kidogo. Ukiwa kata ya Mabwepande kwa mfano. Hizi shule tunazijaza kufuatana na catchment yake. Kwa mfano catchment ya Mabwe sekondari, watoto wanafaulu sana sasa hivi darasa la 7. Kwa hiyo Mabwe sekondari kama ina capacity ya kubeba watoto wa kidato cha kwanza 400 na wamejaa madarasani. Unakuta wale ufaulu kwenda pale na watoto 600. Wale 200 hatuwezi kuwanyima nafasi ya kusoma. Lazima tuwatafute shule nyingine za halmashauri waende kule. Kwa wanapata zile changamoto za usafiri njiani na nini. Kuna bodaboda huko njiani. Kuna changamoto kama hizo. Na ndio maana tunajaribu sana kuendelea kuongeza shule kwa shule zetu za kata ili tupunguze changamoto hiyo. Lakini ukija kidato cha 6 we are doing good. 99% tunafaulu. Mpaka kuna wakati hapa mwaka juzi tulifaulu kwa 100%. Fanya vizuri. Tunaamini watoto wanakwenda form 5 kidogo wanakuwa wameshapata uelewa. Lakini kidato cha 4 imeisha 89 kwa sababu pia changamoto. Ule ni umri wa makuzi. Nafikiri umri wa makuzi kila mtu anaofahamu. Watu wanapita changamoto nyingi. Kuna kesi nyingi za mapenzi, kuna kesi nyingi za mambo ya ushoga tunazo hapa ambazo zina wahamu watoto wanashindwa kusoma vizuri. Lakini tunapambana, tunashirikiana na wazazi ili tuhakikishe tunatokomeza. Huyo ni Mtundi Ado Nyamhanga, afisa elimu sekondari kutoka manispaa ya Kinondoni ambayo ipo hapa mkoani Dar es Salaam. Nipo naye hapa kwa siku ya leo kwenye gurudumu kujadili sekta ya elimu. Yapi yamefanyika katika miaka 4 hii ya serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Athmani Mihula, nikusihi tu ubaki hapo mpaka tamata kipindi hiki kwa siku ya leo, fahamu mengi zaidi yanayojiri hapa katika gurudumu kwa siku ya leo. Mtoni, tunaendelea. Tuangazie sasa katika eneo la miundombinu. Nasema ufaulu upo vizuri. Idadi ya wanafunzi wanaodahiliwa imeongezeka. Miundombinu inaendana na idadi hiyo? Nakwambia ndugu mtangazaji, serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuanzia 2021 mpaka sasa hivi miundombinu tumeimarisha na imeongezeka sana. Kwanza 2021 tulikuwa na shule za sekondari 28. Manispaa za serikali. Tunaongea shule za serikali. Ndio. Lakini sasa hivi tuna shule 36. Tumejenga shule 8 nyingine. Na sasa hivi tunajenga nyingine 1. That means next year tutakuwa na shule nyingine 1, tutakuwa shule 37. Hii yote ni kukabiliana na changamoto za miundombinu. Pita huko mashuleni utaona. Watoto sasa hivi wanakaa comfortably. Huwezi linganisha na miaka 4 nyuma. Sasa hivi watoto wanakaa vizuri. Hakuna anayekaa chini. Kwa kweli kwa wakati fulani watu wanakaa chini. Kwenu nyinyi manispaa. Manispaa yetu inajitahidi sana. Ukipita shule za serikali kwa sasa hivi huwezi kuta mtoto anakaa chini.
Tumeboresha kweli. Changamoto hiyo inajitokeza wanapohamia sana, na huwa tunaongeza kwa idadi ya wanafunzi tunaopangiwa sisi wote wanakaa kwenye madawati, ila wanapohamia sana, Kinondoni wanahamia sana watoto hapa toka mikoani na wapi, tunaendelea kuongeza miundombinu madarasa, lakini ukitoka darasani hakuna anayekaa chini hata huyu, kwa sababu tunachofanya manispaa inatengeneza madawati kwa fedha za mapato ya ndani na kuhakikisha kila mtoto anakalia dawati, lakini pia fedha ya elimu bure zinazokuja, kuna kifungu cha ukarabati kwa yale madawati ambayo ni mabovu. Wakuu wetu wa shule wamekuwa wakisimamia fedha vizuri na kukarabati madawati yale. Kwa hiyo tunajitahidi sana na watoto hawakai chini. Na ikitoka kitu kwa kweli huwa sisi kama manispaa tunachukua maamuzi magumu ya kuhakikisha kwamba madawati yanapatikana. Hata kutafuta wadau, mfano CRDB na NMB wamekuwa wakitupa madawati sana. Kuna wadau mbalimbali, Flavian Matata wanatupa madawati sana. Na hatusiti kushirikiana nao tupate madawati. Kwa hiyo most of them wanakaa kwenye madawati. Yeah. Kwa kuboreshwa miundo mbinu hiyo kwa maana majengo, madawati, kumeongeza nini katika kuja kila siku shuleni kwa mwanafunzi? Sababu unajua awali wanasema wenyewe kwamba mtoto akikaa chini, mtoto akikaa hivi, kuna hali fulani hivi kisaikolojia inamtesa, anachukia kuja shule. Kwa sisi walimu, mtoto kwa mfano wa sekondari wa kike au wa kiume kwenda shule akakaa chini, kwanza anaandikaje? Hata wewe mtu mzima sasa hivi, hata mimi ukiniambia sasa hivi nikaa hapo chini aanze kuandika hizo karatasi, siwezi kuandika comfortably. Lakini anapotoka nyumbani kuja shuleni, anatakiwa akae kwenye dawati lake na meza yake na aweze kuandika vizuri na kumsikiza mwalimu vizuri. Kwa maana tunajenga mazingira ambayo hata nyumbani wakati mwingine hayapo. Unajua shule za kata, wanaosoma shule za kata ni wananchi wa kawaida kabisa. Kuna wengine mazingira ya nyumbani hayafanani na ya shuleni. Kwa lazima tuhakikishe mazingira ya shule yanakuwa mazuri ili mtoto avutiwe kukaa pale. Mtoto kukaa kwenye kiti na kusoma kweli anatulia, wala kunakuwa mna shida. Na atapenda kwenda. Ni sawa kwamba shule ikiwa na michezo, ukiwa na uboreshaji wa michezo na nini. Watoto wanapenda sana kwenda. Hawakai nyumbani wanaangalia, hata kama uwezo hana darasani, atapenda kwenda. Ni sawa mazingira ya shuleni yakiwa mazuri, madawati yapo, walimu wanafundisha, vitabu vipo, atapenda tu kwenda shule mazingira yakiwa mazuri. Asipokataa mwenyewe, asipokwenda shule mwenyewe, basi tu ni hulka yake. Wapo tumekutana na watoto ambao hawapendi shule kabisa. Tunakutana nao, sio kwamba tuna nao. Hizo ni changamoto utauliza baadaye. Wapo. Na wao tunajaribu kuwashauri wapende shule. Na tunawashauri wazazi akishindwa kusoma elimu ya kawaida basi tumpeleke ufundi. Na wazazi wamekuwa wakifanya namna hiyo. Hatutaki mtoto akae nyumbani. Sasa vipi kuhusiana na walimu? Idadi ya walimu inaenda sambamba na idadi ya wanafunzi? Tuna changamoto kidogo kwenye idadi ya walimu, lakini huwezi kulinganisha na mwaka 2021. Hali ilikuwaje 2021? 2021 kwa walimu wa sanaa tulikuwa na changamoto yote. Kwa sababu Kinondoni tuna walimu 1200 na kitu wa sekondari. Lakini 2021-22 tulikuwa na uhaba wa walimu wa sayansi 257. 257. Lakini serikali imeajiri walimu 133. Kwa ukitoa pale 257 kwa 133 utakuta tuna upungufu wa idadi gani ya walimu. Kwa kazi imefanyika sana na serikali hii. Kuajiri walimu 133 na halmashauri zote Tanzania zimepelekewa walimu, mikoa yote imepata walimu, ni kazi kubwa sana. Sababu ni amount of money, ni hela nyingi zimetumika kuinvest pale. Na sio hao, sisi kama halmashauri kwa kushirikiana na wazazi na walimu, tunatafuta pia walimu wa part time, wale wa muda, wa kuwasaidia watoto wetu. Sababu walimu ni wengi wapo hawajaajiriwa, kwa tunawaajiri walimu wanafundisha. Ndio maana ukienda kule kila somo linafundishwa, wala hakuna shida. Ila serikali imetuongezea walimu zaidi ya 133 ambao wameajiriwa. Wengine wameajiriwa juzi, hata mwezi huu wameajiriwa walimu. Kwa walimu wapo na ninaamini kwa miaka inayokuja tutaendelea kuleta walimu na tatizo litakwenda kuwa solved. Kwa hiyo kwa idadi hiyo matokeo mfano kidato cha 4 mwaka huu ninaamini atakuwa mazuri. Kufanya vizuri. Atafanya vizuri. Naamini. Sababu hata maandalizi uko nayaona. Hata wale wakuu wa shule na walimu wanaofundisha wanasema kabisa kwamba kweli serikali imetuletea walimu wenye nguvu. Na wanafundisha sio mchezo. Na hao walimu mwaka huu wamefanywa interview. Kaka, fanywa interview. Unajua mtu aliyefanywa interview tofauti na mtu aliyechukuliwa akapelekwa tu. Yule jopo limekaa likajua kwamba Mtuni Nyamuhanga kweli anaweza akaperform. Anaweza akadeliver kitu kwa mtoto. Na ukienda kwa shuleni kwa kweli wao wenyewe kwa shule wanakubali kweli walimu wanafanya kazi. Lakini si hivyo tu pia tuna bahati Kinondoni. Ipi hiyo? Kinondoni ya walimu kuhamia. Pata walimu sana wanahamia toka mikoani kuja hapa. Though wanakuwa wachache na changamoto za afya lakini wanasaidia. Wanahamia sana. Kwa wanazidi kukava
yale maeneo ambayo yana walimu wa kutosha. Na ndio maana hata shule zetu zilizofungua za level sasa hivi ukienda zina walimu wa kutosha, huwezi kuamini, sio kitu cha kawaida. Kwa sababu walimu ambao wanahamia na walimu ambao wameajiriwa hivi majuzi. Kwa naamini hali ni nzuri sana. Kwa hiyo ile dhana ya wakati uliopita shule za kata hakuna chochote kinachofanyika, shule za kata watu walikuwa wanadharau, sasa hivi kwa Kinondoni hali ipoje? Unajua mtangazaji, ngoja nikwambie. Mimi nasema ni fikra hafifu tu kwa watu ambao wanadhania shule za kata sio shule. Sisi mnaotuona tumepitia shule za kata hizo. Na hilo mimi si afisa elimu. Nenda kuna wabunge na mawaziri, watu wakubwa tumepitia huko. Shule za kata ni shule kama nyingine. Tofauti ni kwamba mtoto anatoka nyumbani anakwenda shule. Lakini performance ni ile. Tunapata division 1 za 7 shule za kata huko. Nenda angalia, fanya research utaona. 1 za 7 zinapatikana. Tunapata shule ya kata inapeleka watoto advance watoto 80. Kuna nyingine pia mpaka watoto 100. Every kwa wataalamu wako wengi sana. Shule za kata, ile dhana ni potofu ya kusema kwamba shule za kata hakuna kitu. Labda ni yale mazingira ambayo watu wameyaona na zile changamoto ambazo serikali inajitahidi kuzitatua. Na tunazitatua vipi? Tunajitahidi pia kujenga hata hostel ambazo wazazi wanachangia kidogo, serikali inajenga, wazazi wanachangia kidogo. Ukienda pale Mbopo, halmashauri ya manispaa Kinondoni imejenga hostel ya kisasa sana. Ni ghorofa nzuri, tumeweka vitanda na magodoro kule. Ili angalau watoto wa kike ambao tunaamini wanapata changamoto sana katika kusafiri kwenda shule ili waweze kukaa na kusoma. Kwa tunafanya hayo. Na tuna plani ya kuongeza hizo hostel. Kwa shule inaitwa Daharia. Na ili watoto wakipata hostel hasa wa kike wanatulia na kusoma vizuri. Ukiwafuatilia kwa karibu watoto wa hostel, kote sio Kinondoni tu, hata sehemu zingine wanaperform vizuri sana. Na hii si kama manispaa tumejiwekea utaratibu wetu wakisha tuna zile shule zenye nafasi za ujenzi. Maana Dar es Salaam unajua una changamoto ya ardhi kidogo. Kwa pale ambapo tutapata nafasi ya ujenzi, serikali tutaomba fedha serikali kuu, manispaa kama manispaa itatenga kwenye bajeti zake kuhakikisha hosteli zinajengwa wanusuru watoto wa kike. Na sasa tunafikia na wa kiume pia naweza tukafika huko. Sawa. Umesema hapo kuna ongezeko la ujenzi wa shule. Labda shule ngapi sasa hivi zimejengwa? Sasa hivi tumejenga shule 8. Yaani tangu 21 mpaka sasa hivi tumeongeza shule 8. Kwa mfano tumeongeza shule 2 kata ya Wazo. Tumeongeza shule 1 kata ya Kunduchi. Kinondoni tumejenga shule nyingine. Tumejenga shule kule kata ya Bunju. Tumejenga shule Changanyikeni kata ya Makongo. Tumejenga shule nyingine kata ya Kawe. Kuna shule inaitwa Dani Chongolo. Shule 8. Hizo ni kidato cha kwanza pekee yake ama cha kwanza mpaka cha 4 peke yake? Cha kwanza mpaka cha 4. Tumeongeza shule na kwa kweli zinaenda vizuri. Na ukiangalia kwa mfano shule kama Kawe Ukomani ambayo kata ya Kawe, before ujenzi wa shule ya Dani Chongolo ulikuwa ukienda pale unasikitika jinsi watoto walivyoonekana madarasani. Hata walimu kutembea kuwahudumia watoto ilikuwa ni kazi 4 years back. Lakini serikali imeleta fedha, tumejenga shule mpya. Tena ina madarasa hadi ya ziada bwana. Madarasa kama madarasa hayajajaa. Tumejenga shule hakuna mwanafunzi anayekaa hapo ile darasa. Inasubiri wanafunzi. Ndio madarasa 7 ya ziada. Yako pale Dani Chongolo sekondari. Mtundi unazungumza ni ya kweli haya? Haya ni ya kweli. Kama unazungumza hapa studio. Hapana. Haya mambo ni ya kweli. Alafu mwananchi huko akinaanza hapa yule bwana hakuna. Ukienda kwa mfano Kawe ilikuwa ina msongamano mkubwa. Tumewajengea Dani Chongolo kata ya Kawe. Chongolo kwa madarasa yako wazi. Yako pale. Hayajajaa. Kwa maana watoto wakifaulu zaidi kata ya Kawe kwa mani sekondari kijaa wakienda Dani Chongolo kwa madarasa ya kusoma. Nimekuwa hapo hata jana. Nafuatilia najua kwamba ninachoongea ni sahihi. Kwa hiyo pale madarasa yapo. Hatuna shida madarasa kata hiyo. Naweza kukuambia kata ya Wazo tulikuwa tunaona kama tutakuwa na changamoto ya madarasa. Tunajenga shule mpya Salasala. Pale Salasala. Kwenye ground level tunajenga mfumo wa ghorofa na mashule yetu mengi hapa ni ghorofa sasa hivi. Ule mfumo wa kujenga madarasa ya msambao tumeachana nao kwa sababu ya uhaba wa ardhi. Sababu ukisema unajenga shule za mtawanyiko, ardhi Dar es Salaam haitoshi. Usifanye Kinondoni tuna ardhi kabisa. Watu wetu tunaletoa fedha serikali kuu kujenga shule tunaanza kuumiza vichwa. Halmashauri wanateseka kutafuta maeneo. Sasa pale Songoro Mnyonge iko kata ya Wazo. Ile shule sasa tunaona inaenda kuzidiwa. Tunajenga shule Salasala. Ili watoto ukanda wa Salasala wasiende kule Benako, not Benako. Wasiende eneo la Songoro Mnyonge kwa ajili ya kupata elimu ya sekondari. Watabaki huko na shule inafungwa mwaka kesho. Kwa hiyo naamini ninachosema kwamba serikali hii ya awamu ya 6 imefanya kazi na halmashauri yetu inafanya kazi kwa. Na ukienda huko utaona mwenyewe uzuri uko Dar es Salaam. Tembelea. Hayo umeelezea katika kidato cha kwanza mpaka cha 4. Cha 6 vipi? Cha 5 6. 5 6. Wa 2021
kulikuwa kuna shule 2 tu za kidato cha 5 na 6. Shule 2 tu ya Kinondoni yote. Shule 2 tu. Zipi hizo zilizokuwa awali? Ilikuwepo Mabwe Tumaini Girls iko kata ya Mabwe Pande, afu kuwepo na Mbweni Teta kata ya Mbweni. Lakini hizo shule zilikuwa zibebi watoto wengi. Zilikuwa zinabeba, Mabwe Tumaini kwa beba watoto 163 hivi. Mbweni kwa beba watoto kama 88 kwa sababu ya uhaba wa mabweni. Lakini sasa hivi Mabwe Tumaini inabeba watoto zaidi ya 300. Tumeongeza mabweni pale makubwa. Serikali ya awamu ya 6 kwa kupitia manispaa ya Kinondoni. Serikali imeta fedha na manispaa inaweka fedha pale. Tumejenga bweni. Sasa Mabwe Tumaini Girls inabeba watoto, ina capacity ya watoto 320 na plus. Mbweni Teta watoto 80 kitu. Sasa hivi tunabeba watoto karibu 400. Tumeongeza mabweni 4 pale makubwa. Ukipita utajionea. Na kwanza hata hayajaja. Yako pale. Na madarasa rundo yako pale. Kwa hiyo tumeboresha shule hizo 2. Lakini tukafikiri kwamba kama manispaa tukasema hapa kuna haja ya kuongeza shule za advance. Hasa kwa kuangalia watoto wetu wa kike na kuangalia watoto wa Dar es Salaam hii. Hawa watoto wanafaulu sana. Kuna mazingira wakienda mikoani yanawashinda. Tumefungua juzi shule ya Makumbusho sekondari. Vile ni ukifika unaweza kaona hata katika kuchukua makala yenu unaweza kuchukua Makumbusho pale. Kuna form 5 wameanza pale. Tumepewa form 4 127 na ndio wanaenda kuripoti. Tumekarabati shule ile. Miundombinu yote very excellent. Tumeanzisha form 5 pale. Ukienda Boko kata ya Bunju. Tumeanzisha shule ya A-level ya wasichana. Kuna mabweni ya kisasa ukienda pale huwezi amini kama yako eneo hilo. Ili tu accommodate wale watoto. Kwa hiyo ni kazi inafanyika, hii serikali inafanya kazi. Sasa zimetoka 2 tunazo 4. And we plan for the future kuongeza shule nyingine 2. Tunazofikiria sasa kama manispaa na tutafanya. Ziwe 6. Ziwe 6, tutaka ziwe 6. Hata zikiwa 10 sio mbaya. Population ya Dar es Salaam ni kubwa. Watoto wanafaulu sana. Na tumeona wazazi wengi wa Dar es Salaam watoto wanapofaulu kwenda mikoani wanataka sana watoto wasome around hapa. Nafikiri malezi pia na nini, tunaamini hivyo. Na kuna watoto wa changamoto za afya. Sasa tunaongeza, na unapoongeza na maana watoto wengi wa ukanda huu wanaweza kusoma maeneo haya. Kitu ambacho sio kibaya. Na ukiangalia mfano Makumbusho ni shule ya day. Makumbusho ile ni day yenyewe. Kwa hiyo watoto wengi wanaosoma wanatoka ukanda wa Kinondoni huu, wanatoka Ilala na mazingira mengine ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tumesimama kwa kweli, sio mchezo. Kwa mpo vizuri. Tuko vizuri. Wala hilo wala hatuna mashaka. Sasa tuangalie sasa eneo la nyumba za walimu. Maeleza vizuri wanafunzi ndio. Uandikishwaji umeongezeka, madarasa yamefanya vizuri. Ndio. Walimu wapo. Lakini je, walimu hao nyumba za kukaa zipo au ndo wanapanga mtaani huko apambana na usafiri amechelewa kufika? Ni kweli, ni kweli unachosema. Tuna uhaba wa nyumba za walimu. Hiyo lazima niseme. Kwa sababu kila mtu anaona na mkipita nyewe mtaona. 21 tulikuwa na nyumba za walimu 13. Nyumba za walimu. Lakini sasa hivi tuna nyumba tulikuwa na nyumba za walimu kama 10 hivi tu. Sasa hivi tuna nyumba za walimu 20 plus. Tumeongeza nyumba. Kwa hiyo manispaa bado inafikiri kuongeza nyumba zaidi. Walimu wengi wanapanga, hapa ni mjini, lakini sisi hatukupenda walimu wapange. Lengo ni kuhakikisha kwamba angalau walimu wenye changamoto wapate makazi, na tunafanya. Kwa kushirikiana serikali kuu, serikali inaleta fedha na sisi manispaa tunafanya kwa upande wetu. Na kwa nyumba tunajenga 2 in 1. Utazikuta huko ukitembea. Kwa hiyo tuna nyumba kweli katika manispaa, sio nyingi lakini kwa kuanzia zipo. Ukiangalia 2021 zilikuwa chache, sasa hivi tumeongeza nyumba nyingine. Zipo nyumba nzuri tena za kisasa. Nyumba za kisasa kabisa. Wanakaa walimu wangapi? Zile 2 in 1. Jenga tu, ina maana unajenga upande mmoja kama mwalimu mwingine, upande mwingine. Ila kuna mtu tumejenga 3 in 1 kule Mbopo, wanakaa walimu wangapi? 3. Hiyo ni manispaa. Na hiyo kija hapa tumejenga nyumba juzi hapa kijitaja masayansi 2 in 1, ukienda Changanyikeni 2 in 1, Godin Gondo 2 in 1, Mbweni Teta 2 in 1. Wanakaa walimu kwa hiyo wawili. Kwa hiyo tunawasaidia kidogo angalau waweze na kasi katika eneo hilo ipo. Tunaweka bajeti zetu. Na hata serikali kuu inalifahamu, inatuletea fedha. Ndio maana nasema kati hizo nyumba tujenga nyingine imejenga manispaa, nyingine wamejenga serikali kuu. Tunataka tufanye hivyo. Na tuna plani baadaye angalau basi tujenge hata nyumba kwa mfumo wa nini? Wa ghorofa. Unajua mfumo wa ghorofa ni mzuri. Ambacho kama manispaa tumeplan kwamba ujenga ghorofa hata 2 inaweza ka accommodate walimu wengi. Hasa walimu ambao hawana familia kubwa. Unaweza kama na ni wengi. Kuwasaidia angalau. Unajua mwalimu akipata makazi mazuri anakuwa na utulivu. Akili inatulia. Anafanya kazi. Anasema nimechoka nipambana daradara. Sisi tuna malengo mazuri sana. Kwa kuhakikisha walimu wetu wanakaa kwenye mazingira ambayo ni rafiki. Upandishwaji wa madaraja kwa walimu. Koje? Serikali imefanya kazi kubwa sana. Tunampongeza sana rais wetu. Kwa maelekezo aliyotoa na serikali imefanya kweli.
Kama unakumbuka kuanzia 2015 mpaka 2022 hapo walimu hawakupandishwa kabisa. Na umesikia wewe ni mwandishi unajua. Umesikia malalamiko mengi sana ya watumishi walimu. Lakini nakwambia kwa sekondari tu zaidi ya walimu 600 kuanzia mwaka jana mpaka sasa hivi wamepandishwa madaraja na mishahara imebadilika. Kwa maisha pia yamebadilika huko. Walimu 600 sio mchezo. Ni wengi mno. Hapo ni idara ya sekondari. Kule msingi sijafahamu. Nafikiri afisa wa msingi akija atasema. Lakini tumepandisha walimu zaidi ya 600. Kupandisha madaraja. Na mishahara imebadilika. Sababu najua walimu tunawalipa, mkurugenzi anapolipa zile payroll naziona mimi. Mishahara imebadilika kabisa. Kwa ile wage bill kubwa nimeiona. Serikali ifanye kazi kubwa sana. Kwa hapo kwa kweli sisi hatuna doubt. Na huko walimu sisi tumwambia kufanya kazi tu. Tunachotaka ni matokeo mazuri, sio vinginevyo. Na wanafanya kazi vizuri. Wanafanya kazi vizuri walimu, hawana shida. Mtu asiyefanya kazi sasa hivi atakuwa na balaa lake mwenyewe. Na dhibiti vipi sasa? Kwa sababu mwingine anaweza kawa anakuja na saini lakini anapimwaje uwezo wake wa kuna timu za udhibiti ubora. Unajua pamoja na kwamba afisa elimu nipo na maafisa wa kwangu na wakuu wa shule na maafisa elimu kata, tunafuatilia ufundishaji wa walimu. Lakini tuna chombo kinachoitwa wadhibiti ubora. Wanaoangalia ubora wa utoaji wa elimu katika shule za sekondari na huko msingi. Wapo. Nao wanapita sana huko, wanakagua walimu wanavyoandaa, wanavyoingia madarasani. Na wakuu wa shule wanasimamia vizuri sana. Kwa hiyo tunawapima. Lakini mwisho wa siku matokeo yakitoka ndio tunajua kwamba sasa huyu amefanya vizuri, hajafanya vizuri. Lakini kama ni swala la kudhibiti na kufuatilia, kwa kweli tunafanya. Na tumefika, tumeona kazi zinatolewa kwa watoto na mambo mengine tunayaona vizuri kabisa. Tena baada ya kubadilishwa mishahara ni kuna ile nini wanaita nile how can I say morali ya ufundishaji imeongezeka sana kwa walimu. Tofauti na hapo nyuma. Kwa serikali imefanya kazi kubwa kweli yani. Unajua sabuni ya roho ni pesa bwana. Ukimpa mtu yote pesa anaweza anafanya kazi tu. Anafanya kazi tu. Walimu wa sayansi vipi katika manispaa ya Kinondoni? Tunao. Kama nilivyosema mwanzoni, wakati naelezea hali ya elimu, 2021 tulikuwa na upungufu wa 257 walimu wa sayansi. Lakini sasa hivi serikali itatoa walimu 133. Lakini sio hivyo tu. Ile walioajiriwa hadi juzi. Lakini kuna walimu tuna expect watakuja 31 tena. Kwa hiyo unaona wanazidi kupunguzwa. Lakini pia wazazi kama wazazi wanashirikiana na shule kuwaajiri walimu kwa michango yao walioridhiana wenyewe pale penye mapungufu, na hilo linafanyika. Wapo walimu wa diploma, wale wa shahada wapo huko ambao hawajaajiriwa. Wanaajiriwa na shule zetu huko kupitia wazazi na wanafundisha, and they are doing good. Wanafanya vizuri sana. Na hata ukiona hizo performance na masomo ya sayansi yanapanda ni kwa hao walimu wanaoajiriwa na wazazi hao. Kwa sababu wako committed, wanalipa ule ujira kidogo, lakini nasaidia. Ndio maana unaweza kukuta masomo yanafundisha yote. Sio kwamba wote wameajiriwa na serikali. Wapo wanaoajiriwa na wazazi kupitia vikao vyao. Na wanapiga kazi kwa kweli. Wanapiga kazi, wanasaidia kwa kweli. Sida kwa kweli. Hebu naomba nieleze hichi Mtundi. Naam. Walimu umesema wapo wa sayansi. Miundombinu kwa maana majengo, madarasa yapo, maabara zipo. Maabara nataka nifahamu hapo maabara zipo na hizo maabara zina vifaa au maabara majengo? Mtangazaji, sio shule zote ambazo tumejenga maabara. Ndio kwenye bajeti zetu tumeshaweka. 2021 tulikuwa na maabara 66. Sasa hivi tuna maabara 85. Hebu angalia ongezeko la maabara. Shule ambazo zina maabara sasa hivi kama 4 ambazo zote ziko kwenye bajeti. Lakini sio kwamba watoto wafanye practicals. Ukienda shule zetu nyingi zina madarasa ambayo yako empty. Kwa kule tumeweka meza, watoto wanafanya practicals. Na vifaa vipo. Na mind you, kwa fedha zinazotolewa za milioni hizi za elimu bure na capitation grant, ile tuzuko ya uendeshaji, kila mwezi zinaletwa fedha. Kila fedha zinazoletwa kuna fedha za maabara. Na wakuu wa shule wananunua vifaa vya maabara. Ndio maana hakuna siku tumeshindwa kupractice hizo practicals kwenye maabara zetu. Tunafanya vizuri sana. Lakini si hivyo tu, serikali kuu yenyewe imekuwa ikituletea pia vifaa vya nini? Vya maabara. Mfano juzi kuna shule zetu kama 4 zimetoa vifaa vya maabara vingi sana. Vingi sana na serikali kuu. Kwa hiyo vifaa vya maabara vipo, havikosekani. Na ndio maana ukiangalia performance ya sayansi iko juu zaidi hata masomo sana. So they are doing practical. Wanafanya vizuri. Pamoja na uchache wa walimu wao, lakini practicals. Wanasema always practice makes what perfect. Kwa hiyo wanafanya vizuri kwa sababu wanafanya. Na sisi kama manispaa pamoja na serikali kuu tunaendelea kutenga kwenye bajeti zetu kuhakikisha kwamba hata shule zisizo na maabara hizo chache zinakuwa na nini? Na maabara. Na imani tatizo la maabara kwa shule zile chache
mwaka kesho halitaongelewa tena. Sasa tumekasimia kwenye bajeti zetu za mwaka huu tumalize tatizo kabisa. Mnatengeneza nini, kwa maana mnahamasisha vipi wanafunzi sasa kupenda masomo ya sayansi, kwa sababu sayansi ndio kila kitu katika maendeleo? Na nyinyi manispaa ya Kinondoni mnatengenezaje sasa hawa wanafunzi wasipende kwenda wengi kwenye arts tu, masomo ya arts, tupate wataalamu huko kwenye sayansi? Unajua sisi kama walimu tuna mbinu nyingi za kuwashawishi watoto. Kwa mfano unaweza kutoa mifano mikubwa ya watu ambao ni maarufu ambao ni wanasayansi na watu waliofanikiwa ambao wamepitia masuala ya sayansi. Kwa kupitia hiyo watoto wanapenda kwenda sayansi. Though sio wengi kama wanaokwenda arts. Kuna kasumba tu kwamba watoto wetu wamejijenga kama sayansi ni ngumu. Lakini ule ugumu wa sayansi sisi tunasimamia pale pale kuwashawishi waende huko. Na tumefika hatua kwa baadhi ya shule hapa. Tumeelekeza kwamba anapoingia form 1 asome sayansi mpaka anapomaliza form 4. Na wanafanya. Ile masuala ya option form 3 yale tunajaribu kuya discourage kwa baadhi ya shule kwamba hii sasa hivi inakwenda kwenye ulimwengu wa sayansi na ni ulimwengu wa sayansi sasa hivi. Kila kitu ni sayansi. Kwa hiyo watoto wakianza kidato cha kwanza wasome sayansi mpaka mwisho na wanafanya. Mfano mzuri tu ni shule ya sekondari Kau, kwa maana iko jirani sana hapo. Wanapoingia pale wanasoma sayansi kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4. Kwa hiyo wote wafanya mitihani ya sayansi. Tunawapa mifano mingi ya watu kama hao kwamba unaangalia engineer fulani, ukitaka kuwa pilot, ukitaka kuwa daktari mzuri, lazima usome sayansi. Uweze kusoma historia au Kiswahili kwa daktari, uweze kusoma historia Kiswahili kwa engineer. Kwa hiyo tunawapelekea kule na kuwapa advantages za kimaisha. Ukiwa mwanasayansi ni nini, engineer na N nini, daktari na N nini kimaisha. Kwa hiyo watoto wanaelewa. Sasa hivi mwamko wa kwanza kuhamia huko ni mkubwa, wanahamia na mazingira ni mazuri. Ukitaka kuangalia maabara zetu kwa shuleni zinavutia, zinavutia kabisa. Tunazifanyia ukarabati na nini, zinavutia. Sasa katika kutekeleza kwa maana ile miundombinu, nataka nifahamu afisa elimu sekondari, shule zenu katika manispaa ya Kinondoni kwa maana hizo sekondari, ndio ulinzi upoje? Ulinzi kwa maana labda zimezungushiwa uzio ama tu zimeachwa hivi? Sio zote ambazo zina uzio. Ninaweza nikakwambia kweli kuna ambazo hazina. Lakini sisi kama manispaa tunaendelea kujenga uzio. Tunajenga uzio. Ukiangalia shule zetu kwa mfano, ukija shule za ukanda huu wa Kinondoni, ukija hapa Magomeni, Makuti, Turiani tumejenga uzio pale. Nenda Salma pale tumejenga, nenda Makumbusho tumejenga uzio na shule nyinginezo. Na kwingine tunaweka bajeti kwa ajili ya kujenga. Lakini sio hivyo tu. Hata wazazi wana mwamko. Nataka nikupe mfano mdogo. Sasa hivi fika hatua wazazi wenyewe ili kudhibiti nidhamu za watoto kutoroka na kuwasaidia walimu. Wazazi wana mashirikiano makubwa sana na walimu kwenye eneo la nidhamu hilo. Ni wazazi wachache wasijielewa ambao hawatoi ushirikiano. Wanajichangisha wenyewe, wanajenga uzio huko. Ukienda pale kwa mfano Bweni sekondari, wamejenga uzio wazazi wenyewe. Wazazi wamechangishana huko, wameamua kujenga uzio wa shule yao. Unajua shule za kata wananchi wanaoelewa wanajua ni za kwao. Zile shule ni za wananchi. Serikali inaweka walimu na kulipa mishahara na miundombinu, lakini ownership ya zile shule ni wananchi wenyewe. Kwa hiyo wananchi wa Dar es Salaam kwa baadhi ya maeneo wameshajielewa. Hapa Kinondoni wanajenga uzio pale Mbweni, ukienda Bunju, ukienda Kisauke na shule nyinginezo wamejenga uzio. Jenga uzio wenyewe. Wamejenga uzio kabisa kuachia watoto wanadhibitiwa. Na sisi kama manispaa tunaendelea kwenye bajeti zetu kukumbuka hilo. Ndio maana unaona Makumbusho tumejenga uzio pale. Na hizi shule kama Turiani na Magomeni tumejenga. Tunakasimia bajeti. Hali ilikuwaje kabla kujengwa huo uzio na sasa hivi hali ipo? Watoto walikuwa wengi sana wanazagaa mitaani. Kwa mfano ulikuwa ukienda Bunju pale kabla haina uzio. Yaani utaona uniform za watoto wa Bunju wanapita tu kule mtaani. Yaani kule stendi wapo. Lakini wanapokuwa na uzio na geti la kutoka ni moja, si mwalimu wa zamu yupo na walimu si wanaona anarukia wapi. Akiruka na maana huyo ana mambo mengine. Wapo watukutu wanaweza karuka zile kuta, lakini sio wengi kama ilivyokuwa mwanzo. Ulikuwa ukipita unaona watoto walivyozagaa. Mfano mzuri ni Makumbusho sekondari. Iko jirani tu hapo. Yaani ulikuwa ukipita eneo la Makumbusho watoto wa Makumbusho wametoroka shule wamezagaa na performance ilikuwa mbaya sana. Lakini baada ya uzio watoto wote wako ndani. Kwa hiyo ukikuta mtoto anazagaa nje pale. Nenda Magomeni Makuti. Ukikuta wanazagaa labda ni muda wa break wametoka au wanakwenda nyumbani. Au tu yaani uzio ni muhimu sana na sisi tunalifahamu na tutaelekea kujenga uzio kwa shule zote ambazo bado. Mtundi Aldo Nyamhanga anasema kwamba uzio ni muhimu na wao kama manispaa ya Kinondoni watafanya juhudi kubwa kuhakikisha shule za sekondari katika manispaa hiyo zinapata uzio, kwa maana zinajengewa uzio ili kudhibiti utoro kwa wanafunzi, utorokaji ule,
na mambo mengineyo, nidhamu na mambo hayo. Huyo ni afisa elimu sekondari kutoka manispaa ya Kinondoni. Nipo naye hapa kwa siku ya leo katika Gurudumu kuangalia sekta ya elimu, yapi yamefanyika hasa katika manispaa hii ya Kinondoni ambayo ipo hapa mkoani Dar es Salaam. Jamhanga, tunaendelea. Nataka nifahamu sasa katika eneo la lishe kwa wanafunzi, sababu wanafunzi anaingia asubuhi toka jioni hajapata chochote, sidhani kama ataelewa na huo ufaulu utapatikana. Katika manispaa yenu nini kinafanyika katika eneo hili? Kwanza swala la lishe hili ni sheria. Ni sheria ambayo nadhani ni sheria pia viongozi wetu wakuu wa serikali washatoa maelekezo kwamba watoto wote wale shuleni. Kwa hiyo sisi kama manispaa tumelisimamia hilo. Chakula kwa shule zetu zote za sekondari watoto wanakula shuleni. Sasa kila shule ina modality yake kwamba wanakula kwa serikali. Kuna wengine wanawapikia, kuna wengine wameajiriwa kina mama wanakuja pale kutengeneza chakula ambacho kinakaguliwa na watu wa afya. Watoto wanalipa hela wenyewe kupitia wazazi wao. Yuko mzazi pale anakusaza ile fedha. Wakishamaliza analipa kwa wale wa mama. Kwa hiyo wanakula. Lakini zaidi ya 85% kwa wanafunzi wa sekondari wanakula shuleni sasa hivi. Kwa shule hizi za kutwa. Boarding given watakuwa wanakula sababu hela inaitwa serikali kuu. Japo wako wachache ambao hawali. Wako wachache tu, kuna wazazi tu ambao kwa sababu zao wenyewe wanaamua kutowapa watoto chakula. Ila kwa shule wanajitahidi sana kuwa accommodate kwa kile kinachopatikana ili wale wote. Kwa sasa hivi tunajitahidi wale wote. Lakini wapo wachache ambao hawali. Wazazi wenyewe wameamua hivyo. Basi kuna watu tu nimesema mwanzoni kwa msafara wa mamba lazima kenge yupo. Wanaamua kukaidi na kubishana na maelekezo ya serikali. Lakini bila lishe performance hakuna. Mtoto hawezi kukaa kuanzia saa 1 shuleni mpaka saa 10 jioni bila kula. Kwani sisi watu wazima tangu asubuhi tumeamka tushapita tukanywa supu nini? Mbona si atuvumilii njaa? Lazima tukale. Je, huyu mtoto anayekuwa ambao mwili unachangamka unakuwa? Kwa tumewaelekeza wazazi wahakikishe watoto wanakula. Na tunashukuru Mungu. Mwanzoni wakati maelekezo yanatoka tulipata changamoto sana. Wengi walikuwa wanakaidi. Mpaka kuna shule moja hapa wazazi walitamka, nilikuwepo siku hiyo kwenye kikao hicho kuhamasisha lishe. Sema tunaleta fedha za chakula ili walimu nao wanakula. Niko jamani. Kwani walimu wanaosaidia watoto wakila kuna shida gani? Hai tumekwenda tunaelimishana, viongozi wetu wakubwa wamekwenda wanaelimisha, waheshimiwa madiwani wetu wale wanasiasa wanaelimisha. Tumefikia hatua sasa wazazi wote wameingia kwenye track. Kwa hiyo naamini mimi kwa miaka inayokuja 100% watakula shuleni. Watakula wote shuleni. Kwa hiyo sasa shule zote zinatoa chakula ukifika. Hali ilikuwaje kabla ya chakula kutolewa na sasa hivi? Hali ilikuwa mbaya. Kwanza utoro ulikuwa unazidi. Watoto walikuwa wanatoroka sana shuleni. Watoto kaisha kule muda kama darasa lina watoto 50. Ukienda kwenda sio utabaki 28, 30. Kuuza wengine hapo wametoroka kwenda nyumbani. Hawavumili kusoma zile remedios. Sasa sio kila mzazi alikuwa na uwezo wa kumpa hela kununua muogo wala kiazi, hapana. Wengine wazazi hawana uwezo. Kwa watoto wanaona ngoja nikimbie nyumbani kale ugali au wali kwa nyumbani. Hii baada ya kuboresha masuala ya chakula haya, watoto wanakaa shuleni. Ukienda hapo saa 11 kwa shuleni, chakula kinasaidia sana. Nyamhanga, umeeleza mengi sana namna gani yaliyofanyika katika manispaa ya Kinondoni katika eneo la miundombinu na mengineo mengi. Nataka nifahamu haya yote gharama zilikuwa kiasi gani katika kwa maana utendaji wake. Mwingine akawa anafuatilia hapa Nyamhanga anapiga porojo nini? Mwanasiasa nini? Mbona tusikii hela? Hebu tuambie. Nikwambie. Unaona huyu mtangazaji, unaona ujenzi wa madarasa yote hayo, tena ya ghorofa mengine ya ghorofa huko, nyumba za walimu. Ukiangalia maktaba zimejengwa, maabara zimejengwa, japo sio kwa ukamilifu. Tumenunua madawati zaidi ya 50 kwa miaka yote hiyo. Halmashauri imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17.2. Bilioni 17. Kwa fedha za serikali kuu za halmashauri jumla, serikali imetoa bilioni 17.2 katika miaka hii minne. Miaka minne tu. Sio hela mchezo, ni hela nyingi sana. Ni hela nyingi sana. Hizo kuna nyingine za yazigara sijakumbuka za wadau. Lakini hizo hela ambazo zimetolewa na serikali kuu na halmashauri more than 17.2 billion zimekwenda kwenye vitu hivyo na visema vyote. Sio kazi ya kawaida. Sio kazi ya kawaida. Na thamani ya fedha inaonekana. Ukienda unaziona. Hapo nimesema, lakini ukichukua ukaongeza na zile fedha za elimu bure zinazotoa serikali kuu, zaidi ya bilioni 24 ziko mashuleni huko zinazunguka. Bilioni 24 sio hela kawaida. Ni hela nyingi sana. Ni hela nyingi sana ambayo
ikimiminwa fee inaweza kujaa ikichumba. Ni hela nyingi sana ambayo serikali imetoa. Hiyo ni idara hii. Hizo idara nyingine pia serikali imefanya kazi kubwa sana. Na kwa mwananchi wa kawaida anaweza sielewe, lakini vitu vinaonekana. Yaani wananchi anaweza kaelewa hiyo kwa kuona. Darasa hili hapa. Maabara hii hapa. Maktaba hii. Madarasa haya. Ukienda huko unayaona. Na ndio fedha hizo 17.2 bilioni. Ukiplasi 6.7 whatever hii ya elimu bure inayokuja. Karibu milioni 24 ziko huko shuleni. Kwa hiyo sio mchezo, ni kazi kubwa sana imefanyika. Kwa idara hiyo moja tu ambayo ni ya kwangu na isimamia mimi. Kwa hiyo sio hela za mchezo. Sawa, tumeona hapa yaliyofanyika. Labda mipango yenu sasa nyinyi kama manispaa ya Kinondoni ni ipi sasa? Kwa upande wa elimu sekondari tuna mipango mingi ya kuhakikisha kwamba tunaboresha. Kwanza tuna lengo la kuongeza hosteli za kutosha. Kuwanusuru kwanza watoto wa kike. Sasa mtoto wa kike kwanza anapoanza atimize ndoto zake. Lakini sio huyo tu, hata wa kiume pia tunawafikiria. Na ndio maana tuna shule zetu za bweni kama Bweni Teta ile iko pale, na watoto wa kiume tu wako pale. Lakini si hilo tu. Kwa swala la maabara ambazo kama shule 4 hivi hatujakamilisha zile maabara, tunakwenda kuzikamilisha mwaka wa fedha huu unaokuja. Kwa hiyo tunahakikisha tutamaliza hiyo. Lakini pia tunajiandaa pia sisi kama manispaa kuhakikisha kwamba tunafuta division 0 na 4. Tutapambana kabisa hata kama itashindikana. Fute kivipi? Na mipango hiyo ipoje yani kuhakikisha hilo linatekelezeka? Hiyo kwanza ni kuwatumia walimu tunao vizuri. Hata motisha, tunawapa motisha pia. Huwa tunamotisha na sisi tunazowapa walimu wetu. Kwa kutumia motisha, hamasa na vitu kama hivyo. Ili wawe na moyo wa kuwasaidia watoto tufike division 0. Ndio inawezekana ikashindikana kabisa, lakini angalau basi zipungue kwa asilimia kubwa. Maana zipo. Ndio mipango ya manispaa. Lakini tunataka kuwepo hadi na samani za ziada. Yaani hata watoto wanaohamia sasa wanapokuja wasikose hizo samani. Wakute zipo, sio wanapohamia tunaanza kuangalia kutafuta zile ni samani. Hiyo tumejipanga vizuri, hata bajeti zetu zinaruhusu. Kwa hiyo tunataka tufanye vitu kama hivyo. Lakini sivyo tu, tuna plani kama nilivyokuambia mwanzoni, kuhakikisha angalau tunaongeza nyumba za walimu. Walimu wetu wana changamoto za nyumba, safari za hapa mjini zina changamoto. Angalau tupate maeneo tutajenga nyumba angalau kupunguza, hatuwezi kumaliza. Angalau kupunguza baadhi waweze kuishi katika mazingira. Hatuwezi kumaliza kila kitu, lakini tutapunguza. Vitu hivyo tunaweza kama manispaa kusaidiana na serikali kuu ambayo inatusaidia sana, ina subsidy vitu vingi, tunaviona. Lakini kingine ambacho tumeplan kama manispaa, tunataka kutokomeza utoro. Tunataka kutokomeza utoro. Pamoja na ile adhabu ya usumbufu kwa wazazi ambayo inawatesa, sisi kama manispaa tunafikiria mbinu nyingine ya kuweza kufanya wazazi pia waweze kuhakikisha. Unajua kwa swala la utoro akichukuliwa hatua mzazi mmoja ambaye mtoto wake anakaa utoro mara kwa mara na wengine wakajua kwamba kuna mwenzetu kafungwa. Nadhani tutaweza kusolve tatizo la utoro. Kumbe kaa utoro tunafungwa kabisa. Kwa hiyo tumejipanga manispaa kuhakikisha kwamba haya mambo yote yanakuwa sawa sawa ili mambo yaweze kwenda vizuri. Sawa. Mnashirikiana vipi na wazazi? Sababu hayo yote mnayoyawaza kichwani hayawezi kutekelezeka bila ya nafasi ya mzazi. Mzazi mnashirikiana naye vipi? Kwanza kama manispaa kupitia shule zetu tunafanya vikao vya wazazi sana. Sana, tunawaita sana. Na wanakuja? Wanakuja kidogo. Unajua naweza nikupa experience kwa sababu mimi before hapa nilikuwa nafanya kazi mikoani. Wazazi kwa mfano Musoma au wazazi Mwanza ukiweta kwenye kikao cha shule wanakuja, wanaweza wakaenda sawa na wanafunzi. Kama wanafunzi 1000 wakikosekana wanakuja wazazi 800, 200 wanamisi. Lakini hapo unaweza kuwa na wanafunzi 2000 wakaja wazazi 200, 300. Huwa tunafikiri ni kwa sababu ya majukumu ya utafutaji wa mjini. Unajua mjini kila kitu lazima uwe na shekeri. Ile lazima uwe na fedha. Kwa wengi wanakuwa busy na shughuli zao. Lakini sisi tunaendelea kuhamasisha, kuandikia. Imefika hatua sasa hivi tunawaandikia kabisa barua, wanakuja. Maana bila wao kweli mambo mengine hazikwenda. Na ndio maana wanaweza wakaja shule na wanafunzi 1000, changamoto hizo tunazikuta kule. Tumeita kikao cha wazazi wakaja 400 wakafanya maamuzi. Sasa atokea mmoja tu asibicha tukuamua wote. Kumbe hakuwa kwenye kikao. Kwa hiyo tunataka tuendelee kuhamasisha sana kwa kuwatumia hata wenye viti wa serikali za mitaa, wale viongozi wetu kule wajumbe ili waweze kuambia wazazi, jamani, mnapoitwa na shule, nendeni msikilize wanazungumza nini, watoto wetu wako kule. Ile itatusaidia kupunguza utoro, lishe itaboreshwa zaidi na mambo kama hayo. Naam, mtazamaji wa Star TV, kipindi hewani ni Gurudumu. Mada yetu kwa siku ya leo tunaangazia sekta ya elimu. Nini kimefanyika katika awamu hii ya 6? Lakini kujadili hilo ni naye hapa kwa siku ya leo
Mtundi Aldo Nyamhanga, huyu ni afisa elimu sekondari kutoka manispaa ya Kinondoni ambayo inapatikana hapa jijini Dar es Salaam. Langu jina ni Athumani Mihula. Nyamhanga, changamoto sasa ni zipi? Eleza mengi, mafanikio yapi yamefanyika, wazazi wanafanya nini, wanafunzi nini kimefanyika huko? Changamoto ni nini? Tuna changamoto tunazipata. Kwenye mafanikio changamoto lazima ziwepo. Hiyo nimesema mfano kukosekana maabara chache zile, hiyo ni changamoto. Kwa sababu tunaendesha vitu vyetu kwa maana practicals kwenye vyumba ambavyo sio maabara. Na ndio maana tumewekeza tujenge zile maabara ambazo ni sehemu chache hizo. Lakini pia changamoto ni ushirikiano kutoka kwa wazazi. Kwa kweli wazazi wa mazingira haya niseme tu hawana ule mwamko wa kuwafuatilia watoto wao kama tulivyoona sehemu zingine. Mzazi anaweza kaitwa kwenda shule, wanao respond ni wachache. Hiyo ni changamoto kubwa. Mwalimu anataka kumueleza mtoto wangu Athumani, mwalimu anamuita mzazi amwambie mtoto wako Athumani ana changamoto 1, 2, 3, hebu kaa naye mwambie au njoo tukaa hapa tutatue tatizo hilo. Wazazi wengine huwa hawaendi. Hata kuna changamoto nyingine, wapo baadhi ya wazazi ambao ni wachache wamekuwa kuwaletea tafujo walimu wangu. Walimu wanaposimama kuwasaidia wamekuwa wakiwaletea fujo kwa shuleni. Ila tunashukuru tu kwamba serikali za mtaa zimesimama imara. Zinapopata ile swala linawataki wale wazazi, wanazuiwa walimu wapate shida. Hizo changamoto zipo. Lakini wale mengine ni mazuri. Kama hayo ndio nasema changamoto chache zikiweza kufanywa kazi vizuri, mambo yatakuwa mazuri kabisa. Naam, mtazamaji wa Star TV, tunaendelea na kipindi cha Gurudumu. Ninaye hapa Mtundi Aldo Nyamhanga. Huyu ni afisa elimu kutoka afisa elimu sekondari kutoka manispaa ya Kinondoni ambayo ipo hapa Dar es Salaam. Tunaangazia sekta ya elimu, nini kimefanyika na changamoto ni nini. Lengo hii ni kuhakikisha kwamba wewe unafahamu nini kimefanyika katika eneo hilo la elimu. Mimi ni Athumani Mihula. Nyamhanga, umezungumzia hapa katika miundombinu ambayo imejengwa na serikali imeleta fedha za kutengeneza hiyo miundombinu. Vipi ubora wake? Sababu huwa tunaona kwenye vyombo vya habari jengo hili la bilioni kadhaa, lakini ukiangalia kwa macho yako unasema macho yanakataa bilioni kadhaa zikafanya hapa. Hapana. Ubora upoje katika hii miundombinu ambayo inafanywa? Ubora upo vizuri. Isipokuwa kuna baadhi ya madarasa yale yanayojengwa kwa haraka yale. Madarasa usikia mwezi mmoja yamekamilishwa yale. Ukipita kweli utakuta yananyufa. Kwa madarasa ambao mnakuwa na uhaba wa madarasa form 1 anaingia, lazima mjenge kwa haraka. Sasa kwa ardhi ya Dar es Salaam, mimi sio mhandisi, lakini sasa nishakaa na simamia sekta hii. Ardhi ya Dar es Salaam ina udongo fulani, ukijenga kwa haraka lazima madarasa yapasuke. Sasa tunachofanya sisi ni kukarabati. Tunakarabati sana. Karabati sana kwa majengo yale yanadumu. Ila kwa majengo yetu ya ghorofa huwa hayana pressure. Maana ghorofa inayo pressure litaua watu. Kwa yanakwenda wala yanakwenda kwa hatua. Ila yale madarasa ya chini ambayo sasa manispaa ya Kinondoni tunayataki tena. Yaani vikao vyetu vishafanyika kule na waheshimiwa madiwani washaamua kabisa tunajenga kwenda juu. Ni heri ulijenge kwa muda mrefu lidumu. Sio kujenga kwa haraka likaanza kuchanika, sababu inatugharimu wakati mwingine kukarabati yale majengo ambayo yanakuwa yamechanika. Tunafanya ili kuhakikisha kwamba watoto wanakaa settled. Ukiangalia na ubora. Ukisha karabati linatulia vizuri. Ile mipasuko kihandisi wanasema lilikuwa lina settle. Simejenga kwa haraka, sasa nafanya settlement lazima litachanika. Kwa baada ya kuchanika wanafanya tathmini, tunakarabati. Na serikali inatoa fedha na karabati, majengo yako sawa tu. Yako sawa kabisa. Sasa mbali na kujenga mabweni, nasema mnajenga mabweni katika shule ambazo zina uhitaji huo. Lakini kuna baadhi ya shule hazina mabweni na wanafunzi wanakaa mbali na shule. Na tunafahamu adha ya usafiri hapa Dar es Salaam. Mipango ni ipi? Tuna mipango kama nilivyosema mwanzoni ya kutafuta shule zenye maeneo ya kuweza kuongeza hostel. Ndio maana nikasema ukienda pale kata Mabwepande, shule yetu ya Mbopo ina hostel kubwa ya watoto 360. Lakini pia ina eneo la kuongeza hostel ambako tuna mpango wa kuongeza hostel mwaka wa fedha unaokuja. Ya kuhakikisha kwamba watoto wale wa kike basi tumeanza na wa kike. Sio kwamba tunapendelea, lakini tunaanza na wa kike wakiwa hostel. Kwa sababu huko barabarani unapata changamoto nyingi sana na kesi nyingi za watoto wa kike. Sikia mtoto amebakwa, mtoto afanya vitu vya ajabu kama hivi ni wa kike. Sio wa kiume. Ndio wa kiume sasa hivi wako kwenye riski, lakini hasa hawa. Ndio maana tunajaribu kuhakikisha kwamba tunaongeza hosteli nyingine kwa shule zenye maeneo. Sababu shule zetu zimejaa na maeneo ni madogo. Lakini kuna shule chache hasa jimbo la Kawe. Baadhi ya shule chache zina maeneo ambako sisi kama manispaa kwa kushirikiana na serikali kuu
tuna plani kuongeza hosteli nyingine ziweze kuaccommodate hao watoto ili wasipate shida. Hatuwezi kumaliza zote, lakini mpango ni huu. Tuna mpango mzuri kabisa kuaccommodate. Nashirikiana vipi na wadau wa maendeleo kuhakikisha kwamba haya mafanikio yanapatikana, lakini na wao mchango wao upo? Nashirikiana vipi? Kwa kweli wadau wa maendeleo wanatusupport sana. Mimi kwanza niwashukuru sana ubalozi wa Japani. Tulikuwa na changamoto kubwa sana ya vyoo hapa Mzimuni Sekondari, lakini ubalozi wa Japani umetupatia shilingi milioni 227. Tumejenga matundu 34 ya vyoo pale. Tunashukuru sana ubalozi wa Uturuki kupitia Flaviani Matata Foundation. Tulikuwa na changamoto ya vyoo pale Mbezi Juu Sekondari. Kwa kweli wameishika serikali mkono, tuna matundu mapya ya vyoo vya kisasa pale Mbezi Juu. Tunashirikiana vizuri sana. Lakini sio hapo tu, wametujengea hadi madarasa. Kenda Kondo kuna wadau wamejenga madarasa pale. Kwa mfano wale TEA, Tanzania Education Authority, jenga madarasa mazuri sana pale. Ukienda hawa Feza Schools, nafikiri Feza Schools. Hapo ukipita karibu shule 10 wametujengea visima vya maji kwa ajili ya kutatua changamoto za maji. Hata maji ya DAWASA katika, lakini kuna shule zetu hapa hazikatikiwi maji kwa sababu ya wale wadau maendeleo kama Feza Schools. Wanajenga visima vya maji. Sio hivyo tu, hata swala la vitabu. Wadau maendeleo pamoja na serikali kuleta vitabu vingi sana. Vitabu vingi sasa hivi swala la vitabu si vya sayansi sio issue. Ni kwamba serikali imesha solve. Imeshamaliza huko. Imemaliza kwa sayansi wala hatuna shida vitabu. Sasa hivi vichache ambavyo pia tumeahidiwa taasisi ya elimu inaendelea na utaratibu itatuletea. Lakini hata wale wadau wanatuletea vitabu ambavyo vinaendana na syllabus zetu. Kwa hiyo wadau maendeleo wanafanya kazi vizuri sana. Wako wadau maendeleo ambao ni hao ndio wataja balozi mbalimbali. Hizo Feza Schools zinaweza kuambia. Lakini pia hata kuna watu mmoja wanasiasa. Tunashukuru sana wanasiasa wetu, wamekuwa wakitusupport sana kwenye masuala kama hayo. Wanakuja na kwenda wanatoa, unaona kabisa. Toa anasaidia kompyuta. Tunashukuru sana hizi taasisi za kifedha kama CRDB, NMB na benki nyingine kama DCB wamekuwa wakitusaidia sana. Madawati huko shuleni. Unaposikia sasa changamoto kubwa ya madawati, hizo taasisi nazo zimeweka mkono wake. CRDB wamekuwa wakitupa madawati 100, 200, NMB vivyo hivyo. Mpaka kuna wakati NMB wametoa madawati 200 atpa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa kweli vinatusaidia na elimu inaendelea kuwa nzuri. Sawa, la mwisho unawaambia nini wana manispaa ya Kinondoni? Hasa katika eneo hili ambalo unalisimamia wewe? Elimu ya sekondari. Wito wangu kwa wana manispaa ya Kinondoni ni ushirikiano tu ili tuhakikishe kwamba watoto wetu wanasoma katika mazingira yanayoeleweka na mazuri. Na tushirikiane kudhibiti hasa swala la nidhamu. Kwa hiyo kila mmoja ajichukue kama ni mdau wa kuhakikisha eneo hili la elimu sekondari linafanikiwa. Asiachiwe afisa elimu peke yake, asiachiwe mwalimu peke yake. Kila mtu aliyeko ndani ya manispaa ajue kwamba hili ni eneo lake, tusaidiane ili tuhakikishe kwamba eneo hili linakuwa zuri na kila mtu anakuja kujifunza Kinondoni na sio kwenda kujifunza sehemu nyingine. Huo ndio wito wangu kwa wananchi. Mimi nikushukuru sana Aldo Mtundi Aldo Nyamhanga kwa kuhitimisha hivyo. Nashukuru sana. Sawa. Na mtazamaji wa Star TV, mpaka kufikia hapa tumefikia tamati ya kipindi cha Gurudumu. Nilikuwa na Mtundi Aldo Nyamhanga, huyu ni afisa elimu sekondari kutoka manispaa ya Kinondoni ambayo ipo hapa mkoani Dar es Salaam. Nilikuwa naye hapa kuangazia sekta ya elimu, nini kimefanyika ndani ya miaka 4 hii ya serikali ya awamu ya 6. Bila shaka wewe ambaye umeanza nami pamoja, kuna mengi umeyasikia na hata yawezekana mkajifunza huko kwenu ndipo kutoka hapa manispaa ya Kinondoni. Langu jina ni Athmani Miula, kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki nasema asante sana. Ni kusihi tu endelee kufuatilia Star TV, endelea kufuatilia Gurudumu ili uelimike na uhabarike kwa mambo mbalimbali yanaendelea hapa nchini. Kwa heri, uwe na siku njema. Baki na Star TV.